Karibu mpendwa mtazamaji wangu tena katika sehemu ya 20 ya kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho. Tumekuwa tunaendelea kuipitia ile sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo. Leo tuko ule mstari wa 34, nitasoma pale. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata yote yatakapotimia. Tunaona hapa Yesu anataja kizazi hiki. Hili neno kizazi halina maana kwamba Yesu alikuwa anamaanisha kizazi kilichokuwepo wakati ule anasema maneno haya, bali alikuwa na maana kizazi kitakachokuwapo baadaye, yani wakati huo wa mwisho wa dunia, ambao dalili zote zilizotajwa zitakuwa zimeonekana wazi. Rejea ule mfano wa mtini hapo juu. Anasema utakapoanza kuchipua na kuchanua, maana yake jueni kwamba wakati huo wa mwisho umekaribia, yaani mwisho wa mambo yote umekaribia, ikiwepo ujio wa Yesu Kristo pamoja na kiyama ya wafu. Lakini haya mambo yalitokea tena. Kuchipua huku kwa maana ya taifa la Israeli lilianza kuwa taifa baada ya kutawanywa na Warumi ule mwaka 70 baada ya Kristo, likawa haliko tena kama taifa. Lakini si kwamba lilikuwa limekufa au limefutwa kabisa, maana yake ni kama kilibakia kisiki ambacho hakikuwa kinaonekana, kilikuwa chini, ni kama kimefukiwa. Kwa hiyo kisiki hiki sasa mwaka 1948 kisiki hiki kikachipua, kikaanza kuchipua 47, 48 kikachipua rasmi, na Israeli ikarudi tena na kuwa taifa. Sasa hii ilikuwa ni ishara ya moja kwa moja kwamba sasa kile kizazi ambacho Yesu alikuwa anakisema ndio kinaanza. Sasa kwa mujibu wa Biblia, vizazi kutoka Adamu mpaka Yesu vinatajwa kuwa ni vizazi 42, kwa maana kila kizazi kina jumla ya miaka 100 kizazi kimoja. Kwa hesabu hii ya kwamba mwaka 1948 mpaka ukijumlisha 100 unapata 2048. Sasa sitabiri mwisho kwamba au siweki kalenda kwamba huu ndio utakuwa mwisho wa dunia, lakini swala la mwisho ni siri ya Mungu mwenyewe, ila najaribu kukuonyesha kwamba tuko katika kizazi hicho cha mwisho, na miaka hii hadi mwaka 2048. Fikiria kizazi hiki ambacho kinamiliki nyuklia. Sasa fikiria maendeleo ya sayansi na teknolojia yalivyo. Tumefikia kutengeneza vitu vinaitwa Neuralink, kwa maana hizi kampuni zinatengeneza vitu vya kupandikiza, kukonekti mawasiliano ndani ya mwili wa binadamu. Yaani mwanadamu anachanganywa na mashine, maana yake anaweza kufanya kazi akiwa amechanganywa na mashine. Kwa hiyo ndiko tulikofikia. Sasa mambo haya tuko nayo sasa. Fikiria, hebu pata picha ya mwaka 2048, nini ambacho kinaweza kutokea. Lakini na watu wangapi watakuwa wamebakia, kwa sababu na dunia itakuwa haijachafuliwa. Nakumbuka wakati fulani nilimuona Elon Musk, tajiri namba 1 duniani, anahojiwa. Alikuwa anahojiwa, anasema kutakuwa na robots wengi sana ambao watatengeneza, lakini anasema robots mmoja anaweza kuwa na region. Sasa region, kumbuka ule mfano wa yule mgerasi, sio mfano, ile habari ya mgerasi yule ilikuwa na mapepo. Anasema wale mapepo wakasema sisi ni jeshi, tuko ndani, kwa maana ya inahesabika kuanzia 2000 mpaka 5000 idadi ya wanajeshi katika eneo moja, kwa mujibu wa wanajeshi au majeshi ya Warumi. Kwa wanasema ina maana robot moja anaweza, ina maana akakaliwa na roho chafu zaidi ya 5000. Sasa fikiria hizi roho 5000 zitakuwa zinamuongoza robot huyu kama anavyotaka. Sasa hivi tumefikia mbali, maana yake robot wametengenezewa mpaka ngozi za wanadamu, huwezi kutofautisha kwamba huyu ni nani. Kwa hiyo ndiko tunakokwenda, maana yake zinatengenezwa nyumba za mapepo wachafu ambao ndio wataiendesha dunia. Kwa hiyo itakuwa sio robot anakwenda, itakuwa sio teknolojia inayomuendesha, maana yake kuna roho chafu zimekaa ndani yake. Kwa hiyo ndizo ambazo zinaendesha. Kutakuwa na uharibifu ambao hauna mfano. Sasa hakuna zuri watakaofanya hawa mapepo au hawa marobots isipokuwa kuiharibu dunia zaidi. Na hii itufanye tutangaze kwa ujasiri kuwa Yesu Kristo yuko karibu kurudi.
kwa sababu ya haya mambo tunayoyaona, kwa maana hataacha wanadamu waangamie wote. Kwa hiyo wewe acha kusikiliza ya maneno ya watu waliojikinai, watu wanaosema kwamba Yesu alisema atarudi na hatarudi. Nikwambie, Yesu yuko njiani kuja. Yesu yuko njiani kuja, na kila kitu alichokisema kinatimia kama kilivyo. Kwa hiyo ni wakati wa wewe sasa kusimama katika nafasi yako na kusikiliza ujumbe ambao sisi wajumbe wadogo wa Mungu tunapotangaza. Basi tega sikio lako uweze kusikia kwamba Yesu Kristo yuko njiani kuja, na uishi maisha matakatifu. Lakini wewe ambaye hujamwamini Yesu, umwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki sana wewe ambaye wakati mwingine umepiga simu, tumepokea simu yako. Wewe ambaye umekomenti katika kurasa zetu, tumepokea comments zako. Asante kwa ajili ya comments za kutia moyo. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye unahitaji maombi, unaweza kupiga simu tukaomba na wewe. Ni huduma ambayo inatolewa bure, kwa sababu tumepewa bure na tunatoa bure. Mungu akubariki sana. Amen.